Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji, ndugu wapenzi watazamaji wa Mponda Media, karibuni sana katika kipindi chake adhimu. Leo katika pita zangu nimekutana na Sheikh Shabani Mponda akiwa ndani ya pirika zake mbili tatu, na nikamuomba kwamba nina mahojiano naye mawili matatu na maswali ili na wewe upate kufaidika na mimi nipate kufaidika. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bwana Sheikh, samahani kwanza kwa usumbufu. Shekhe, bila samahani, karibu sana. Sisi kuulizwa kujibu ndio kazi yetu hiyo, kwa hiyo kuwa na amani shekhe wangu. Naam. Sheikh Shabani, nimekuwa na maswali mingi ndani ya social media kuulizwa kwamba ndoto, unaweza kunitafsiria ama kunijulia vizuri ndani wa ndoto? Hiyo ndio fani yangu, yani kuhusu ndoto hapa wewe uliza tu, usiwe na shaka yoyote. Wale wanaonifuatilia nafikiri wanajua kama hizo mimi ndo bahari zangu, kufasiri ndoto, kuelezea maana, ishara za ndoto. Kwa hiyo kuwa na amani shekhe wangu, karibu sana. Naam. Bwana Sheikh Mponda, nilikuwa na swali la kwanza ambalo kwamba linasema kwamba ukiota upo katika shule mpya ina maana gani? Naam, alhamdulillah. Kuota shule mpya sio au ya kisasa. Kwa mfano ukiota shule ya kisasa au shule mpya, wanaochuoni wanasema ndoto hii inamaanisha utapata fursa mpya. Naam. Yani wewe muotaji utapata fursa jadida, kwa maana ya fursa mpya. Lakini pia na maendeleo mazuri fi hayatika, na maendeleo mazuri fi hayatika, kwa maana katika maisha yako. Ina maana maisha yako yatakuwa mazuri, lakini pia utapata nafasi mpya katika maisha yako biidhnillah. Naam. Naam, swali la pili na kwenda, ukiota upo shule ya zamani. Naam, ama kwa upande wa shule ya zamani, wanawachuoni wanasema ikiwa ni shule ya zamani au shule iliyoachwa, kwa maana ya almadrasatu almahjura au alqadima, yani shule iliyoachwa ambayo haisomewi na watu, au shule ya zamani. Wanasema wanawachuoni hiyo inamaanisha kupuuza elimu. Wewe ukijiona umelala, ndugu yangu mtazamaji, ukaota upo shule ya zamani au shule iliyoachwa, maana yake wewe ni miongoni mwa watu ambao wanapuuza elimu na kujitenga na fursa za kimaendeleo. Yani kuna zile fursa za kimaendeleo wewe unaachana nazo kabisa, hutaki kuzishughulikia. Lakini pia hiyo ndoto ya kuota shule za zamani au shule ambayo iliyoachwa, pia wanaochuoni wanasema inamaanisha kutamani mambo yaliyopita. Ina maana wewe kuna mambo ya zamani unayatamani. Hiyo ndio maana yake, wallahu a'lam. Naam, swali la tatu hapa linasema kwamba kuota shule ni safi na ni nzuri. Taib, ama kwa upande sasa wa kuota shule safi, ukiota shule yani almadrasatu nadhifa, si ndio? Nadhifu ndio safi. Taib, kwa hiyo wanasema wanachuoni, ukiota shule safi, kuota shule safi, hii ndoto inamaanisha unasimamia maisha yako kwa nidhamu. Yani wewe ukiota kuna shule fulani ukaiota safi, shule imepangiliwa vizuri, shule ipo katika mpangilio mzuri, yani haijajengwa tu almoradi, bali shule ni safi, shule imepangiliwa vizuri. Wanawachuoni wanasema hiyo tarmuzu inamaanisha ilal indhibati wan nidhami fi hayati rai. Hiyo inamaanisha unasimamia maisha yako kwa nidhamu nzuri. Kwa hiyo endelea na msimamo wa maisha yako, kwa sababu inaonekana uko serious na maisha yako na unayasimamia vizuri, mashallah. Hiyo ndio maana ya kuota shule mpya. Naam. Naam, swali la 4 hapa linakwenda, kuota shule chafu yenye fujo na mazingira mabaya kabisa. Kwa upande wa almadrasatul muttasikha, shule chafu au yenye fujo, ukiota shuleni kumetokea fujo au shule chafu, yani haifagiliwi, haifanywi nini, hiyo wanaochuoni wanasema tadullu ala alistirab. Wanasema hiyo inamaanisha machafuko, kwa maana ya wewe muotaji, yani ukiota shule chafu, maana yake hata wewe mwenyewe utakutana na machafuko katika maisha yako. Lakini pia walhaja ila i'adati tartibi, lakini pia ndoto hiyo inamaanisha kupanga upya vipaumbele vyako, yani unatakiwa vile vitu ambavyo umevipa umbele vile, unatakiwa uvipangilie vipi, uvipangilie upya biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuota shule chafu, shule yenye fujo,
inamaanisha machafuko na inamaanisha haja, kuna haja ya kupanga upya maisha yako au vipaumbele vyako. Nafikiri umenipata Alhabibi. Naam. Swali la 5 hapa, kuota umekuwa mwanafunzi tena hali ya kuwa umemaliza. Kama wewe umeshamaliza masomo alafu ukaota umekuwa mwanafunzi, yani kaunuka taliban, kuwa kwako mwanafunzi, wanasema hii wanawachuoni yarmuzu ila tawadhu'i. Kwanza hii inamaanisha unyenyekevu, kwa maana wewe ni mnyenyekevu, waraghbatu fi taallumi watatawuri. Lakini pia ndoto hii inamaanisha kwamba una hamu ya kujifunza na kujiendeleza. Yani wewe ukiota umekuwa mwanafunzi wakati ulishamaliza. Sasa wewe kama ushamaliza alafu unaota ni mwanafunzi, manake si unahamu bado ya kuendelea na kusoma wewe. Kwa hiyo hii inamaanisha unyenyekevu, wa raghbatu fi taallumi wa tatawuri, na hamu ya kujifunza na kujiendeleza. Hiyo ndio maana ya kuota kuwa kwako mwanafunzi. Wallahu a'lam. Naam, swali namba 6 shehe wangu ni la kujua kwamba kuota umekuwa mwalimu. Naam, kuota kaunuka mualliman, kuwa kwako mwalimu, yani ukiota umekuwa mwalimu, hii wanawachuoni wanasema yadullu ala almas'uliyya. Hii ndoto kwanza inamaanisha majukumu, maana yake utakuwa ni mtu mwenye majukumu sana. Kama unavyojua mwalimu ni mtu mwenye majukumu mengi. Kwa hiyo na wewe ukiota umekuwa mwalimu, maana yake utakuwa ni mtu mwenye majukumu sana katika maisha yako. Wal qudratu ala al-irshadi wa musaadati al-akharin, lakini pia utakuwa na uwezo wewe wa kuongoza watu na kuwasaidia watu wengine, kama ilivyokuwa mwalimu. Mwalimu si anaongoza watu bana, na si anasaidia vijana wapate ilmu. Basi na hii ndio maana ya kuota kuwa kwako mwalimu. Ukiota umekuwa mwalimu, maana yake wewe katika maisha yako utakuwa na majukumu mengi, lakini pia utakuwa na uwezo wa kuongoza na kusaidia watu wengine. Naam, swali namba 7 shehe wangu ni kuota umekuwa mkuu wa shule. Taib, kuota kaunuka mudiran lilmadrasa, yani kuota kuwa kwako wewe ni mkuu wa shule, mkuu wa shule. Wanasema wanawachuoni hii inamaanisha uongozi, kwa maana wewe utakuwa kiongozi na utakuwa na mamlaka na hadhi ya kijamii, wal makanatu al-ijtimaiyya, na utakuwa na hadhi ya kijamii, kwa maana utakuwa na hadhi katika jamii. Naam. Ima swali langu la 8 ambalo kwamba ni la hitimisho, ni la mwisho, ni kuota umekuwa mfanyakazi shuleni. Taib, kaunuka amilan fil madrasa, kuwa kwako mfanyakazi shuleni. Ukiota umekuwa amila, manake amila ni yule amil, mfanyakazi, fil madrasa, shuleni. Hii wanaochuoni wanasema yadullu ala alkhidma. Ndoto hii inamaanisha huduma, watawadhu'i, na unyenyekevu, awil haja ila tatwiri almakana, au hitaji la kuboresha hadhi yako. Manake ukiota umekuwa mfanyakazi, hii ndoto inamaanisha wewe moyoni mwako unahitaji kuboresha hadhi yako. Lakini pia ndoto hii inamaanisha huduma na unyenyekevu. Ina maana wewe ni mnyenyekevu, ina maana wewe pia utakuwa ni mtoa huduma kwa watu. Hizo ndio maana zake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Naam. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kuombe tu mpenzi, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment, na Allah atakulipa ujira wako mkubwa. Wallahu a'lam. Ma'as salam.